Msikilizaji, ni siku kadhaa zimepita tangu tumekaa na Daniel Chacha kwenye kikombe cha gahawa, moja kati ya vijana ambao walitusimulia mambo mengi sana tena sana yanayoendelea kwenye ulimwengu wa giza. Na mara baada ya kukaa na Daniel Chacha, wenye mambo yao wakaibuka sana kuzungumza vitu vingi sana. Wanatoa siri zetu na nini na nini. Sisi tukasema hakuna namna, mpaka kieleweke lazima tuyafahamu mambo ambayo yako kwenye ulimwengu wa giza ili kuweza kuwaponya wengi sana. Hii ni moja kati ya story za kutisha na ni moja kati ya story za moto sana. Hivyo nikupe tu taarifa kwamba story hii ni muhimu sana tena sana, ndugu jamaa na marafiki wengi wakaijua. Ni vizuri sana hata familia yako ikaijua pia, kwa sababu inaenda kugusa maisha ya watu. Either ulifanya kwa kujua ama kwa kutokujua. Kuna watu wamekuwa wakifanya vitu kadha wa kadha kwenye ulimwengu wa giza, kwenda kwa waganga na wameambiwa wakafanya vitu, huwa wanafanya wakiona kama ni hali ya kawaida, pasipo kujua kwamba vina madhara kiasi gani kwenye ulimwengu wa roho na kwenye maisha yao kwa ujumla. Kwa kuwapatia story hii itakuwa na njia rahisi sana ya wao kuweza kujifunza na kuweza kuyajua mengi. Mimi ni Morris Kembo, hiki ni kikombe cha gahawa. Niko na Daniel Chacha hapa. Daniel Chacha, kwema ndugu yangu? Na mshukuru Mungu tu. Tuko salama kabisa. Tuna furaha na amani, tuna afya njema, tunamshukuru Mungu pia. Suti imependeza mzee, imekaa. Asante sana, ni msimu wa Pasaka. Kwa hiyo na mimi nimepata kidogo angalau Pasaka hii nimekula suti. Kwa hiyo namshukuru sana Bwana Yesu. Bwana, asante sana Daniel Chacha. Karibu sana. Tulipoishia wakati tunazungumza kwenye episode ambayo tulikaa kwa mfumo wa video, tulichimba sana msukule na ilionekana kama ni eneo ambalo linagusa watu wengi sana kwenye misukule na kafara. Sasa mimi nataka leo tuchimbe zaidi kwenye kafara, hususan za mwisho wa mwaka na katika misimu ya sikukuu. Ni vitu gani vikubwa zaidi ambavyo vinafanyika kuzimu? Na tuanzie kwenye kafara. Je, kafara anaweza kachukuliwa mtu yeyote ama la? Karibu sana Daniel. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii, kwa awamu nyingine kwa hapa kwenye hizi studio. Pia nielezee kidogo kuhusu habari ya kafara. Kafara za mwisho wa mwaka ni kafara ambazo zinatolewa kulingana na wale watu ambao wanahitaji kupanda vyeo, yani kuongezeka. Na kuna wengine ambao walishapanda vyeo lakini hawajafika, yani hawajakabidhiwa, wanaishi kwenye ile ahadi. Kwa hiyo huyu ambaye anaishi kwenye ahadi anaweza kuwa na hicho cheo lakini hajaanza kukitumikia. Sawa sawa na mtu ambaye labda anakuambia mimi ni malikia wa dunia, lakini wazazi wake wote wawili wapo, hana mtoto. Unaweza kujiuliza umalikia ameupataje? Lakini kinachomfanya jioni malikia, ana ahadi ya kuwa malikia, lakini kile kiti hajaanza kukitumikia bado, ila ana uwezo wa kutembea na wa malikia kwa sababu ndio daraja ambalo yuko nalo. Ila upende atakapokuwa ameshatoa ile kafara au ile sadaka, sasa ndio anakwenda kuwa malikia. Lakini anaona mazingira yote ya malikia wengine ambao anayaishi, anakuwa anayaona na anakuwa kwenye misafara kama kawaida ya wale malikia, lakini yeye bado hajatimiza vigezo vya kuwa malikia, ila anaishi kwenye ahadi ya umalikia. Kwa hiyo huyu anaweza kuwa kukaa kwenye ahadi hata mwaka mmoja, miaka miwili, huku ukivutwa muda wa ile sadaka yake. Kwa atakapokuja kutoa ile kafara sasa, aidha ni mwisho wa mwaka au ni katikati ya mwaka, ndio anakuja kuwa rasmi sasa, anatawazwa na kuwa malikia. Kwa hiyo lazima kuna ile kafara ambayo itamfanya apate kile kiti, ila kuna ahadi ambayo atafanya matukio yote, atashiriki misafara, atashiriki mazungumzo, lakini kile kiti hana, ila ameahidiwa pindi atakapokuwa ameshatoa ile sadaka ndio anakuja kuwa malikia. Kwa hiyo hata wakiwa huko duniani wanacheo kile kile ambacho wanajitambulisha kwamba wao ni wa malikia au wanacheo cha kuwa mfalme. Lakini ukishasikia mtu anakuambia mimi ni malikia wa dunia alafu mama ameshafariki tayari, ujue huyo ndio malikia kweli, sasa kashatimiza masharti. Na tuzungumzie sasa kafara. Mtu anapotoa kafara inakuaje? Na kafara kisha anatoa katika msimu ambao umesema msimu wa mwisho wa mwaka mara nyingi. Na ni kafara gani ambazo zinakubalika zaidi za mtu kupanda cheo faster? Kama ni mzazi ni ya mtoto wa kwanza, au yule ambaye ana msaada kwenye familia, ndio damu ambazo ndio zinahitajika. Yule ambaye ni msaada kwenye familia ni ukubwa wa ile nyota aliyokuwa nayo. Kwa hiyo hata ukimtoa yule kafara, manake kuna ile damu inabaki kule
na kuna ile nyota yake ambayo wanakuja kutumia watu wengine baadaye. Kwa hiyo ndo wanaangalia wenye faida mara mbili. Mtoto wa kwanza au yule ambaye kwenye familia ndio ni msaada, ndio anatolewa kafara au sadaka. Na taratibu za kumchukua mtu kafara, yani kuanzia mwanzo mpaka mtu na kafara inakuja kukamilika na kwaje? Taratibu inategemea na kitengo ambacho huyo mchawi anatoka. Kuna kitengo ambacho chenyewe kinahusika na utoaji wa kafara lakini kwa njia ya makata. Jini mmoja anaitwa makata ambaye ni yale maginyi ya kusuka. Kwa hiyo kama yuko kwenye hicho kitengo na anatumia maginyi makata, manake huyu hata kafara anavyotoa ni ya kuzima, yani ya papo kwa papo. Lakini kuna yule ambaye anatoa kafara ya muda mrefu, yani kwamba anaandaliwa kuwa kafara baada ya miaka 5. Huyo ndio anapewa HIV, anapewa kansa, anapewa sukari, anapewa pressure. Kwa hiyo kafara zinategemea na kikosi ambacho unatoka kule kuzimu. Kwa sababu wengine ni kafara ambaye kwa mfano labda mimi nataka nipande cheo, niwe mkubwa, si ndio? Lakini bado naendelea kutumikishwa na nimekaa kwenye huko kutumikishwa kwa muda mrefu. Hivyo ninao uwezo wa kuomba kwamba mimi naweza kutoa kafara yangu ndani ya miezi 2. Kwa hiyo ninachofanywa kule ni kupewa ile nguvu ya kuweza kufanikisha. Lakini mkono utakayehusika ni wa kwangu mimi mwenyewe. Au ruhusiwi mkono wa mtu mwingine kushiriki pale. Kwa hiyo mimi ndio nachagua. Lakini kama nimeshakaa labda kwa muda mfupi au tayari nina ahadi, kwa nikiwa ndani ya ahadi manake huyo mtu atakufa taratibu. Kwa hiyo ni baada ya miezi 6 au mwaka, wengine miaka 3, wengine miaka 2. Lakini una ile ahadi na unaendelea kutumikishwa kama kawaida. Kwa kafara inategemea na mazingira au kikundi ambacho umetokea kinafanya kazi, kwa sababu kila kikundi kinakuwa na utaratibu wake. Ingawa wote bosi wenu ni mmoja. Baada ya hapo inakuaje sasa? Umeshatoa ahadi, umeshamtarget mtu kwamba ni fulani. Unachukua kitu gani kwake? Yani processes zinakuaje mpaka inakuja kukamilika? Kwa mfano mimi nataka nitoe kafara, si ndio? Ili kwanza nimtoe kafara, cha kwanza lazima kimvuli chake ndicho ambacho kinachoanza kuchukuliwa. Kimvuli cha mtu ni kile ambacho kinakuwa kinatokea, unaona kama vile jua linawaka kwa mfano. Alafu kama mnajiona mpo wawili, lile linaitwa ni sisira kule. Kuzimu unaita sisira. Sisira. Kwa hiyo lile sisira ndani ndo kuna kile kimvuli chenyewe cha yule mtu sasa. Kwa hiyo kinachukuliwa ndani ya sisira. Ambao sisi tunaona kwa nje ni kimvuli kwa ulimwengu wa damu na nyama. Hiki ambacho mnaona kama ni watu wako wawili, lakini kuna yule anaitwa sisira, yule wa pili, lakini ndani yake ndo kuna kile kimvuli ambacho mkichachukua tafsiri yake yule mtu mmeshamchukua. Sasa mnao uwezo. Unakichukuaje? Kile namna sasa ya kukichukua kile kimvuli, kuna tunguli moja hivi ambayo inakuwa kwenye ule mkoba. Kwa mfano yule ambaye ameenda kwa mganga anataka mtu awe chini ya himaya yake, yani awe anamtawala. Kuna namna ambavyo kuna tunguli maalum ambaye hiyo fundo unaifunga wewe mwenyewe. Kwa mfano unaenda unaangalia mtu mahali ambako amesimama, unaangalia mazingira ambayo amesimama, unapata ule mchoro kamili kupitia udongo. Unakusanya ule udongo wa lile eneo ambalo yule sisira alikuwa amesimama. Ukishapata pale ndio unafunga, unaenda kwenye kile kilinge na ile tunguli inatolewa mafuta yake kule ndani, yanaangushiwa pale juu ya ule udongo. Na baada ya hapo sasa mnaanza kuvuta nafsi yake. Mnaita nafsi. Mkishaita nafsi yake tayari, mkishaona nafsi kwamba imeitika, ile nafsi inayoitika ndio ndani yake pia ina kimvuli. Mnaita mara ngapi mpaka itike? Nafsi inaweza kuitwa mara 7. Mara 7 ndo nafsi huwa inaitwa. Na sio kila siku unaweza kufanya hizo ibada za kuita nafsi. Ni siku za Jumanne. Ndio siku ambazo za kuroga. Na ni saa ngapi? Jumanne inatembea siku nzima, ila kuna yale masaa ambayo utapangiwa labda katikati ya jua ama wakati jua linazama au wakati wa ile usiku wa manane. Mmeshaita sasa mara 7, mtu anaitika au ni kivuli kinaitika? Nafsi yake inaitika na inakuja pale.
Ikishakuja pale ndio inakuwa chini sasa ya uangalizi. Ikishakuja kuna dude moja hivi linakuwa jeusi, ni tunguli kubwa kabisa ambalo mara nyingi walikaagi kwenye ule mkoba, linakaaga ukutani saa nyingine. Yani ni kubwa, limetengwa, ndio unaingizwa mule ndani. Ukishaingizwa mule ndani tayari huyo mtu yuko kwenye maa yenu. Kwa hiyo kule alipo anaonekana yupo, lakini mnao uwezo kufanya chochote mkiwa mmekaa kwenye kiringe chenu, na mdau yeye yuko kwenye shughuli zake zinaendelea kama kawaida. Na pia unaweza kutumia picha, kule uchawi wa picha. Ukipata ile picha yake mnaitazama na anakuja pale kupitia ile picha, mnamvuta kupitia picha yake, na akifika pale mna uwezo pia kupata ile nafsi yake ambaye ndani imebeba kile kimvuli. Na mkishapata pale tayari mnamweka chini ya ile madhabahu yenu ambacho ni kiringe. Sasa mkishamweka pale, mnachukua vifungo vya kufunga yale maginyi msuko yale ambayo ya uzi yanayotengenezwa kwa mkono. Yale ndio yana kila uzi mmoja unazunguka una tafsiri yake na una maana yake. Kuna uzi kule wa mauti, kuna uzi wa kifungo, kuna uzi wa ambao ni zile zinazozunguka kumzalisha yule mtu ambaye anakuwa hana maumbile, lakini ni ginyi ambao ndio anabeba. Sasa kama ni mauti mnamfungia kule, kama ni kifungo chote, na zile picha zinakuwa ndani ya kile kifungo, kwa kuashiria kwamba nafsi yake na kimvuli chake kitakuwa humu ndani. Kwa yule ginyi akitoka, yeye huyo atakutana naye wewe, hana madhara kwako. Kwa yule ambaye amepointiwa ndio anakuwa na madhara. Kwa hiyo mkishafanya hivyo tayari, sasa ndio mnakuwa kile kimvuli kishakuwa chini yenu, mna uwezo wa kufanya chochote kwa yule mtu, kwa sababu kimvuli chake kiko kwenye mikono yenu. Na baada ya hapo mna uwezo wa kuvusha chochote, kuingiza chochote, mna uwezo wa kumcontrol, mkamuingiza kwenye barabara akagongwa, mna uwezo wa kumuingiza kwenye maji akazama, mna uwezo wa kumuita kwenye chombo ambacho kwenye kile mkoba, mna uwezo wa kumuita kwenye kuna zile kama ma TV yale kule kuzimu ya kwenye vile chumba cha mawasiliano. Mna uwezo pale mkamuita akaja, mna uwezo mkamwangalia yuko wapi. Yani nyinyi mnakuwa mnamcontrol, kama vile unavyoona watu, labda mtu anakuja kwenye ibada afu ibada haijaisha anaondoka, au anasikiliza ibada, ikifika ile saa ambaye neno linamhusu yeye anajikuta anatoka nje. Kwa nyinyi ndo mnamtoa kwa sababu anakuta na control na anaendeshwa. Kwa kuna mtu amekaa maalum kabisa ambaye yeye afanye shughuli nyingine kule kuzimu, hapo kwenye chumba cha mawasiliano, kwamba fulani ameenda sehemu fulani pale, labda kuna kuzidiwa nguvu. Kwa mnachokifanya mnakuwa mnamuyumbisha kule ndani atulie. Baada ya hapo sasa mnamchukua, haya mnamuaje mpaka anakufa, na akifa mnafanya nini? Anakuwa hafi, kwa sababu kufa hafi huko, anaenda kufia kule kuzimu, kwa sababu lazima mchinje. Kafara lazima ichinje. Kafara ni ya kuchinja. Huku mara nyingi sana unatumika ule uchawi wa ndizi. Yani ukimwangalia kama mtu lakini ni mgomba, ndio unayotumika. Au la mnaweza ngoja kwanza. Huku mnaonekana kama amekufa. Kama amekufa lakini hajafa. Au la mnaweza mkabadilisha. Yeye mkamchukua kabla hajafa wala hajapitwa na ile mauti, alafu mkaleta kopi na kaa kwenye familia ambaye inaitwa ginyi maiti, ambayo inaweza kukaa kwa muda gani? Yani hiyo mkimwona kama ni ndugu yenu. Na muda gani mnaweza mkakaa naye kama familia? Mnaweza mkakaa naye hata miaka 3, miaka 4. Yani anaishi kule ndani. Ndio maana watu wengi hata vifo wafuatilie, kwa sababu wanasema aliugua sana, kaugua miaka 2, miaka 3, lakini anayeugua sio yule alishaondoka siku nyingi sana. Pale ambapo mnasema mnamchukua mtu kwenye ulimwengu wa damu na nyama, anaonekana amekufa, nyinyi kule mnakuwa naye kuzimu, process za kumchukua mtu mpaka kuwapumbaza watu waone hii ni maiti, mtu amekufa, mnafanyaje? Kwanza mnatengeneza mazingira ya kuaminika kwa wanafamilia kwamba kweli huyu amekufa. Na mnatengenezaje hayo mazingira ya kuaminika? Mnatengeneza tukio ambalo wao wenyewe watakuwa wanalishuhudia likitokea. Aidha mtu anaweza kaumwa kwa ugonjwa labda sukari, na akishakufa kwa kisukari, familia haiwezi kutoka kwenda kuangalia nini kimemuua, kwa sababu kila mtu anaamini kwamba ukishaumwa sukari ndio biashara, au labda cancer au HIV, ukimwi. Mtu akifa kwa ukimwi kwenye familia wahangaiki wana familia,
kwa sababu wanajua ukishaumwa ukimwi lazima ufe. Kwa kuna yale mazingira ambayo mnatengeneza mapema ya kuwaaminisha kwamba hiki ambacho kitaenda kutokea ni lazima kitokee kwa sababu ana ugonjwa 1 2 3. Lakini kuna wale ambao hawawezi kuwaingizia HIV wala kansa wala sukari hata kiwa afe kwa ajali. Au ni watu aina gani? Ni wale ambao sasa wanatumika na makata. Wale ambao wanatumia uchawi wa makata. Uchawi wa makata uugui, ila unapigwa tu. Unaweza kuona kama gari imemgonga, na gari ikigonga ni ajali ambayo watu hawafikirii sana. Unaweza wakasema alikuwa amelewa. Kuna mtu anaweza kumtengenezea ulevi ambao ndio unampeleka kwenye kifo chake. Unasema huyu analewa sana, kwa hiyo alikuwa anavuka akatoka kulewa. Kwa hiyo mtu ukisha katoka kulewa, familia ihangaiki kwa sababu anajua ni pombe ndio zimemfanya ingie barabarani. Siku ya tukio mnafanyaje mkisha yani amedondoka? Nyinyi mnafanya nini, na mpaka taratibu zote za mazishi huku zinaendelea nyinyi mnakuwa mnafanya nini? Pale kwanza kuna mara mbili. Kuna yule ambaye alishachukuliwa muda mrefu. Kwa hiyo ile jini maiti mnawaachia familia wanashughulika nayo kama kawaida. Kuanzia kumuosha, kumvarisha, kumswalia, kwenda mazikoni, ile mnawaachia wanashiriki kila kitu. Lakini jini ukiona umetumia mfumo wa jini maiti, maana yake kuna wengine wanatakiwa wafuate. Lakini wale mtawapataje? Yale macho ya yule marehemu ambaye ndio yuko kwenye familia ambayo akimwangalia kama ndugu, anakuwa kama ana zile kamera hivi za kupiga zile picha. Kwa kila mtu atakayeenda kutazama pale mwanafamilia, picha yake inakuwa ishapatikana tayari. Kwa sababu kuna wale wanafamilia ambao ni ngumu sana kupata taarifa zao. Kwa ili sasa mpate taarifa zao ndio wanaweza kutumia huo mfumo wa jini maiti. Kishaka kwenye sanduku pale, wewe ukimwangalia unaona ni ndugu yako. Lakini kila atakayemtazama usoni ndio anaacha ile picha yake pale. Wote huko wana familia tu. Inategemea, lakini wa mara nyingi inatengenezwa kwa ajili ya familia. Kwa hiyo mkisha kamilisha pale kwenye swala la picha, wakishaenda kuzika, yule hajafa kwa sababu yule anaendeshwa. Kwa hiyo kama ni mtambo kule ambao unammiliki. Kwa hiyo wanasema leo tunamzima, wanamzima. Wakisema leo tunamuasha, wanamuasha. Kwa hiyo mkishaenda kumzika tayari, yule anarudi kule makao makuu. Kazi imesha maliza. Yule wakiwa waenda wanazika kama kawaida. Wakishazika tayari familia inaondoka. Lakini kumbuka yule ana uwezo wa kusinya akarudi kwenye uhalisia kama ambavyo pale ngomeni kwa kuwa ni Musa na vina wanavyofanya. Somona limekamatwa ginyi la labda pembe. Ile inaanzia kwenye pembe, alafu baadaye inabadilika inakuwa kiumbe. Kwa hiyo pale kwa kuwa ni Musa, kinachofanyika wanamfanya yule mtu arudi kwenye uhalisia wake wa kwanza. Sijui kama unanielewa vizuri. Yaani kinachofanyika wanamrudisha kwenye ule ukweli ambaye jinsi alivyoanza kuundwa. Akisharudi pale manake tena ile ambaye ilimfanya akue atembea inakuwa imekata kila kitu, kwa anakuwa kama vile amekamatwa. Kuona yule mkishamweka kule ndani tayari anarudi kwenye uhalisia wake, na baadaye ardhi inamtapika, anatoka. Na mnamtoaje? Anarudi. Mwingine ni pembe, wengine ni wakina mlope wale. Sijui kama hapo utakuwa umenielewa vizuri. Yaani wale ambao wanatengenezwa kwa viope vya wajawazito wakishachukua mimba, kuna vizizi fulani na viope vinatoka kwenye mkoba wa ukoo, wanawachemshia afu wanakunywa. Yaani vile pia vinaunda ginye. Kwa hiyo ishadi kwenye uhalisia hii ardhi kuna wakati inafunguka, kuna wakati inafunga. Kabisa. Hata ukienda leo ukitafuta lango la kuzimu utahangaika sana. Lakini ardhi kuna eneo inafunguka kabisa na watu wana shughuli zao zinaendelea. Kwa hiyo hata ile eneo ambalo nyinyi mnazika badala inafunguka na linamwachia. Sawa na mtu ambaye yeye anachukuliwa, lakini mwili wake utashughulikiwa kwa kila kitu, lakini anakuwa na ule usingizi. Alafu baadaye anakuja kiongozi mwenye ile fimbo, ana kifimbo cha kama cha wanasema kile cha kumfanya atoke kule chini aje juu. Ukisikia tunafukua, hiyo ni maiti. Lakini anayetoka ambaye amechukuliwa msukule, yeye afukuliwi, ila mnazunguka kaburi mara 7
kwa ile urefu, alafu mnaikatiza mara 7, alafu anakaa kiongozoni na ile fimbo akishachapa juu ya kaburi, yule mtu anatoka kule chini anavutwa anakuja juu. Ile fimbo ikishatua kwenye kaburi, wakati anainua tena na muinua mtu kutoka kule chini, anakuwa juu ya ile kaburi. Na baada ya pale wanakuja wale ambao wafanya kazi ambao wana cheo kama vile hawana cheo chochote, ambao kazi yao ni kufuata tu maelekezo. Wakifika ndio wanazifungua zile sanda, wanachukua ile mtu, wanaondoka. Mfano mtu mmechukua ametolewa kafara, si ndio? Ametolewa kafara, amekuwa na mgogoro kwenye familia, hajazikwa, mnaweza mkafanya chochote hata kabla hajazikwa? Ndio, inawezekana, kwa sababu nyumba zote za kuhifadhia maiti zinamilikiwa na wakuu kule. Zote zinazohifadhia maiti ni za kuzimu. Zote zinamilikiwa na wao. Ndio maana biashara zote za kuhitaji, saa nyingine unahitaji maji, labda kunahitajika nini, kwa sababu kuzimu kule kuna magara ya vyakula, yale manyama. Lakini huku kuna mahali ambako wanahifadhiwa wale watu ambaye tayari ni wa kwetu. Kwa hiyo huwa wanaingia huku duniani kwenye masehemu ya mamuncho na nini, yani kama vile wako nyumbani kwao. Muncho wale hazina vizuizi. Kwa yule ambaye anatakiwa haraka, nyinyi wakati mpo kwenye ugogoro wanambadilisha, wanawaachieni ile kopi, wanachukua mwenyewe, wanaondoka naye kwa ajili ya matumizi yao. Kabisa. Na akifika kule sasa, kama ni kafara, kule ndo anachinjwa na mhusika ambaye anatoa kafara. Kama ni kafara, huwezi kuchinja kilichokufa, lazima awe hai ndio achinjwe. Kwa hiyo yule ambaye anatoa sasa, ndio mkono wake ndio wanachinja pale, anahusika. Na baada hapo kuna faida ya damu, kuna faida ya nyota, na kuna faida ya ile nyama. Kwa baada ya pale wanaalikwa mataifa, kama umepata kibali cha kimataifa, sharti na hao watu wa kimataifa waje ambao wa daraja lako, wanakuja kukupongeza. Yani unajua kule ukiwa unapanda cheo, wanakuja yani watu wale ambao wana cheo wenzako, wale wanakuwa upande wako, wanakuonesha misingi umefika huku, nani ambaye unatakiwa kumheshimu, kwa sababu kuna mipaka. Ukiwa daraja la chini huwezi kuongea na daraja la juu. Kwa hiyo kama wewe umefikia daraja fulani, labda la pili, kwa hiyo wewe daraja la pili wanakuja kwenye hiyo sherehe. Wakifika pale wanakuwa wako upande wako, wanakupa na maelekezo na nini, yani ni furaha siku hiyo. Watu wanakula na kunywa pale. Mtu mmoja anaweza kaliwa na watu wangapi? Mtu mmoja anaweza kaliwa, inategemea kwanza wao watu walioalikwa. Lakini pia kuliwa huwezi kuliwa siku hiyo, kwa sababu kuna kuwa na vyakula vingi na nyama za watu mbalimbali. Ila muhimu pale cha kwanza ni ile damu. Kuna wakubwa pale wanatangulia, wale ambaye ndio kama ndio wafalme wenu, yani wale wanatangulia na nini, wanakabidhiwa pale, wanatengewa, wanasherekea, alafu wengine ndio mnafuata. Kwa hiyo kwenye muhimu cha kwanza ni damu. Kwa hiyo kula naweza mkala wote. Wangapi? Sasa inategemea na wageni ambao wameingia siku hiyo. Mfano wanaweza kawa ngapi? Mimi nakumbuka siku moja tulikuwa mtawaza mtu mmoja ametoka ni Zambia, alikuja Tanzania, alipandia cheo huku. Kwa hiyo wakati amekuja, wale wa daraja lake ndio ambao walikuwa wanashiriki pamoja. Na wale ambao wana ahadi ya kutoa, na wao ndio wanashiriki. Walikuwa ngapi? Walikuwa ni wengi sana, kwa sababu ulikuwa ni shirika. Kwa hiyo kulikuwa na mataifa mbalimbali. Alikuwa anachukua leseni ya kimataifa. Wanafika 100, 200? Wanafika na wanapita. Wanatosha mwili wa mtu mmoja? Hawatoshi mwili wa mtu mmoja, lakini kuna vyakula vya ziada ambavyo, kwa mfano mimi nimetoa, lakini nina matukio ambayo nimeshiriki kwenye gala yapo. Kwa hiyo kuna wale ambao wa daraja langu, baada ya wakuu kupata ile damu na ile nyama, alafu unashiriki nao wale wa daraja langu, na wengine watapewa ile ambayo nimeshiriki kwa mkono wangu mwenyewe. Mtu akiwa kule anachinjwaje? Anachinjwa hivi, yani anakamatwa anachinjwa hivi kama ng'ombe, au inakuaje? Kule kuna machinjio kabisa. Anachinjwaje? Ambao mtu anaingizwa na unakuepo kule wewe mwenyewe, ambaye una hiyo sadaka, mkono wako lazima uwepo pale juu. Kwa hiyo kuchinja, unachinja kabisa hivi, mtu bado mzima, ndio.
na visu vyao sio kama visu vya huku. Ukiona huku mtu anakabidhi kisu, kile ni kisu ambacho ukikiangalia kwa macho ya kawaida unaweza kuona ni kisu cha kawaida, lakini sio kisu cha kukatia kitunguu kama wanavyotumia huku duniani. Ni kisu ambacho ukinyoosha tu shingo umepita nayo. Ni visu ambavyo viko kama vile vina nguvu ya kule. Kwa hiyo utumii nguvu yako, ila anatakiwa mkono wako uwe juu ya hicho kisu. Na huyo mtu abishi kwa sababu watafanywa kila kitu, si anaendeshwa. Kwa hiyo wala utumii nguvu sana. Na ndio maana wengi wanaichukuliwa msukule. Mara nyingi kabla hawajakufa au kichelewa kuwaondolea ile kauli, wao wanawataja wale ndugu zao ambao wanawachukua. Kivipi? Tufafanulie. Yaani ukichelewa wewe, kwa mfano mimi natoa, lakini nimechelewa kumuondolea kauli yule mtu. Kwa wakati na ripoti pale kila, kwa sababu mnakuwa mnaripoti kila wakati. Asubuhi mnaingia pale alipolazwa, mchana mnaingia, jioni mnaingia, usiku pia mnaingia. Fanya nini? Na si window lenu lile tayari. Kwa zikibaki siku chache lazima muwe mnawasili kila wakati. Pale mnakamilisha maandalizi. Kwa kimuondolea, ukichelewa kuondoa ile kauli, na unashangaa nakwambia fulani kaja kaniambia nipe nguo yangu, fulani kaja kaniambia nipe viatu, nipe ndala zangu, au nipe shuka langu, au nipe chochote kile. Nipe, maana yake anataka ile agano lake lipate kutimia. Hayo maandalizi mnayafanya nini mwishoni? Ni maandalizi ya namna gani mnayafanya? Maandalizi ya kuchukua sasa, kumhamisha kutoka huku kwenda kule. Huwa mnafanyaje? Hayo maandalizi ambayo mnaandaa kwa ajili ya kwanza mnakamilisha taratibu ambazo za mwisho za kumbadilisha. Kwa hiyo mkishakamilisha zote, sharti uende pale alipolala yule mtu. Ukishafika pale sasa, kuna namna ambavyo ya kumuondolea ile pumzi ya kupumua ile hewa. Kwa hiyo ile tukio la mwisho la uzuiaji wa ile hewa lazima uwepo pale mhusika. Unazuia kwa mkono. Mkono wako unakuwa na nguvu. Kwa hiyo unakuwa pembeni ya kile kitanda pale. Ndio unakatisha sasa. Unaondoa ya mawasiliano ya huku kwa kukata ule uhai wake. Pumzi. Mkono wako unauweka juu pale ya ule mtu. Unaondoa, unatenganisha sasa kati ya huku na kule. Kwa ule mkono unaponyosha unakuwa na maana, unambadilisha kutoka mazingira kwenda mazingira mengine. Kwa hiyo baada ya pande unashangaa mtu amekata roho, amekufa. Ndio na kauli mnaitoa hivyo. Kwa kauli kutoa ni ile kumfanya mtu anaumwa lakini asemi. Kwa hata kama anawaona tu lakini azungumzi chochote. Wale watu unakuta mtu anaumwa ni ndugu yako, ameumwa muda mrefu, anakata kabisa kauli, lakini unakuta kuna baadhi ya watu au kunakuwa na muda anakuwa kama anataka kuongea anashindwa, unakuta anatoa tu machozi, analia, anatoa tu machozi, lakini kuongea anashindwa. Yule anakuwa ni mtu ni nini kinakuwa kinaendelea pale? Yaani huyo ndio kashaondolewa kauli, lakini anajua anapoenda ni wapi. Na wanayemfuata na waona. Kwa sababu sharti ya kuone na mnaonana kabisa. Sharti ya kuone. Huwezi kwenda pale sikuone. Kwa sababu wewe ndio una ile nguvu ya kumtoa pale kumpeleka kule. Kwa lazima wewe anajua. Kwa hiyo unapomuondolea kauli, manake anakuona, anasikia kila kitu kwa sababu unaongea naye na mnazungumza kwamba leo ndo tunaondoka. Kwa hiyo yule anaona lakini hawezi kuzungumza chochote. Kinachofuata pale ni anakuwa kama vile analia tu, au anatamani kusema lakini hawezi kusema. Na kinachoumizaga zaidi wale watu ni kwamba ni watu ambao hawajawategemea. Na ukimwona mtu ambaye hujamtegemea utalia zaidi. Kwa ndio maana kuna kuondoa ile kauli. Ukichelewa kuondoa kauli ndio unaenda asubuhi, jana alikuja fulani hapa akaniambia nimpe kitu fulani. Anaanza kutapatapa sasa. Ile uchawi ni siri. Ndio pale ambapo sasa unarudi tena kule kwa wakuu wako kwamba yule mtu ananihitaji. Ndio unaongezewa nguvu ya kwenda kukata ile kauli yake. Kwa kisha kutaja pale inatakiwa ufanye haraka sana kwenda kuikata ile kauli. Kwa sababu ataendelea kusema na hairuhusiwi uchawi kusemwa nje. Hata unaona kwa mfano mimi hapa ambaye sasa hivi tuko wote hapa. Sinazungumza ya mambo, lakini nyumbani kule Morogoro taarifa wanazo. Wanajua.
na wakati mwingine hii ndio inanifanya hata sisafiri kwenda kijijini kwetu, kwa sababu napokea simu kama kawaida, unachokifanya tunakijua. Na wengine waliniahidi kwamba hapo kanisani hautakaa, wengine. Kwa hiyo vile ambavyo tunavyoendelea kila kitu wanakuwa wanafahamu. Wanachoshindwa ni ile kuniingilia moja kwa moja. Na ndio maana unaona hata hapa kanisani, hata nyumbani sipendi sana kulala. Na hichi kipindi wanafanya, lakini wakati mwingine nakuwa na mazingira magumu sana hata kwenye watoto wangu. Yani wanajua kila kitu. Kwa hiyo hata mazingira tu hivi ya kawaida ya kuishi yanakuwa wakati mwingine ni magumu, kwa sababu taarifa hizi zinafika mpaka mkoani. Ingawa redio hawasikilizi, lakini wao wanajua. Kuna siku nilikuwa nakuja kufanya kipindi hapo kwenye redio Passion FM. Nimefika tu Temboni pale, ghafla macho sioni. Ilibidi niombe msaada kufikishwa hapa, navuka tu gate la kanisa na macho yakafunguka, nikaanza kuona tena, ndio nikaingia kwenye kipindi. Kwa hiyo uchawi ni siri. Ndio maana umeona hata safari yangu mimi ni ngumu, lakini nisiposema watajuaje? Mimi nipo chini ya kuwa ni Musa, siwezi kufa. Iko ndicho kitu ninachokiamini kabisa. Kufa siwezi kufa, lakini uchawi ni siri. Kwa hiyo ukishaonekana unaanza kutaja tu, unatafutiwa nguvu. Unaongezwa nguvu kwa ajili ya kwenda kumkata ile kauli sasa pale, ili asizungumze tena. Kwa yule mtu ambaye ametoa sana, kuna watu kwenye jamii tunawaona, unakuta alikuwa ni mchawi na ameua watu wengi. Siku anakufa unakuta anahangaika, anaanza kuwataja wale watu wote ambao wamewaua. Ni kwamba wale watu kule kuzimu, maybe labda ni misukule au wako kule, ni kwamba wanakuwa wanampiga, wanamsumbua, au inakuwaje? Na kati yeye tayari ni bosi wao, nini kinakuwa kinamfanya analia anaanza kuwataja? Kuna milango kule, ukifa huko lazima ifunguliwe ndio uingie. Sasa pale mara nyingi wa milango inakuwa inafungwa. Kwa hiyo unakuta umekufa kule haupo na huku duniani haupo. Kwa hiyo unatanga. Na hii iliwahi kutokea, kuna mwanachama mwenzetu alikufa pale Kibaha pale. Sasa alivyokufa pale Kibaha, kuna jamaa alijenga karibu na makaburi. Sasa lile lango kule waligoma kulifungua lile. Kwa nini? Kuna watu ambaye walienda, alafu kule ukiingiza kwenye chumba kile cha machinjio hawachinjiki. Kwa hiyo walikuwa na nguvu, lakini sio ya kutoka kurudi huko, walikuwa na nguvu ya kuzuia. Kwa hiyo chukua wanafanya wao, wanamwambia huko hatukutaki, rudi huko. Basi ulikuwa mzozo mpaka watu kwenye ulimwengu wa mwili walikuwa wanasikia zile kelele. Na jamaa kaama pale. Ukifuatilia vizuri, sijui kama yule mzee yupo ambaye alikuwa anajenga, alikuwa maeneo yale, ambaye alikimbia nyumba hata kiwanja kuuza, aliacha kabisa kila kitu pale. Kwa hiyo kuna wale ambao ndio huku tumefanikiwa kuwachukua, lakini kule hawafi, muda wao bado. Kwa hiyo wale wanakuwa na nguvu ya kuzuia pale kwenye lile lango la kupokea wale watu ambao wamekufa. Kwa hiyo unakuta kwamba huku anatapatapa, kule hapokelewi, na huku hana tena makao. Na kuna yule ambaye sasa yuko kitandani, anaanza kuwataja wale watu ambao wameshakufa, ambaye aliwala. Pale ni anaanza kuonesha alichokifanya na kinachomfanya aseme, kwa sababu wale watu wanakuja wote, wanamzunguka, wanamlazimisha aanze kusema ule ukweli. Na mara nyingi pale mimi ndio nilikuwa bado tumejaribu sana kufuatilia. Anayelazimisha sio wale watu waliokufa, ila picha au nini zile vile vimvuli vya watu vinakuwa vinaendelea kuwepo. Kwa hiyo kuna ile nguvu ambayo kuna wengine wamekufa, lakini sio kwamba hawana Mungu. Kwa kuna watu wanapiganiwa na Mungu ingawa bado wako kule. Kwa hiyo ile nguvu tuliwahi siku moja kuhudhuria kikao, ilikuwa ni Kolelo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale watu wale wanachama ambao walitoa sana, wanapotaka kufa, tuwazuie wale watu zile picha na nini zisiwajie, ili wao wanakufa taratibu. Lakini imeshindikana, na ile ni Mungu ndio anafanya vile, kumlazimisha yule mtu aanze kusema mabaya yake aliyoyafanya, ili kila mtu ajue kwamba huyu mtu hakuwa mwema kwa ajili ya watu wengine.
Lakini kuna aina ya watu ambao mkiwachukua ndio inalazimika kufanya. Lakini kuna wengine kama vile tu ni kondoani wasiokuwa na mchungaji. Chochote mtakachofanya wala hakuna sauti itakayotoka kuwatetea wala kuwapigania. Lakini kuna wale ambao wao waliishi huku duniani, ndio tumefanikiwa kuwachukua, lakini bado wana ule ulinzi. Kwa kule hawaingii kwenye chumba cha machinjio. Ile nguvu inakuwa ipo, ila nguvu ya kutoka kule inakuwa hamna. Ila nguvu ya kuingia kwenye machinjio kutokuingia wanakuwa nayo. Kwa hiyo wale wanalazimishwa na wale malaika ambao wanawapigania wale watu wa kule. Kuna damu zingine huwa hazinyweki. Zile ambazo hazinyweki ndio zinasababishaga matatizo. Mtu kama mfano mtu labda alikuwa ni mchawi, anataka kufa, anashindikana. Unakuta mwingine anakufa, anafufuka. Anakufa, watu wanalia, mwisho wa siku anaamka tena. Yaani hivyo, yani anatapatapa. Kwa nini inatokea vile? Nini kinatokeaga mpaka mtu anatapatapa? Wengine unakuta mpaka afanywe mila fulani ndo anakufa kabisa. Kuna mtu siwezi kumtaja, ilitokea hivyo. Ikafikia wakati akaja mtu mzima pale, akasema sasa huyu kakateni mti fulani. Kikata tule mti, baada ukata tule mti, yule mtu akafa. Ni nini kinakuwa kinamzuia? Kuna kilinge kinaitwa kilinge cha umungi. Ukiingia kwenye iko chama cha wanaumungi hauwezi kufa. Yaani wewe hata kama unauma mpaka unaoza haufi. Ila mpaka aje mwanachama mkuu aende kule, kwa sababu kuna kuwa na viungu viwili vimefunika kwenye mawe matatu. Kuna mawe matatu kama mafiga yale. Alafu kuna chungu ambacho kimebeba wanachama wote wako kule ndani. Alafu kuna chungu kimefunika juu yake. Wale wanachama ambao wako kule ni wazima au ni wale waliokufa? Wale ambao wako wazima ila wamejiunga kwamba wao hawataki kufa. Kwa hiyo aje mwanachama mkuu kiongozi ndio aende kule na majina yako akatengue ule umungi. Akifunua tu kile chungu na kuna maneno pale unayatamka. Na iko chungu kinafunikwa kwenye mti mkubwa. Kama wewe sio mwanachama, ukifunua tu macho yako yanapasukia pale pale. Anayeruhusiwa ni mwanachama, na anayekwenda kutengua ni yule mkubwa ambaye wewe alikutawaza. Kile chungu kinaonekana? Kwa macho ya nyama kinaonekana. Hata kule Morogoro zipo hizo madhabahu. Unakikuta kabisa kinaonekana tu hivi kawaida. Kabisa, na kinajengwa na kibanda kabisa kikubwa ambacho ukija watu wanaingia kule wakiwa wamevaa kaniki. Wanaingia kule ndani. Akifunua mtu tu wa kawaida tu, yani kama macho yake yanapasuka. Hapo hata ng'ombe huwa hawapiti. Wewe ukipitisha ng'ombe atopasue kwa chungu. Atapita lakini hawatakivunja hicho kibanda. Kwa sababu kikivunjika kile kibanda ni maafa kwako na huyo aliyevunja hicho kibanda. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinafanyika pale kingine. Kwa wale ambao unawaona wanaumwa mpaka wengine wanaoza, hawafi, wanachama wa umungi. Kwa hiyo mpaka aje mkuu aende akatengue kile kiumungi. Kama mkuu alikufa, kuna mrithi, kwani kuna madaraja. Hao nao ni wachawi. Hao ni wachawi ambao wanatumika mara mbili. Wana agano la umungi ambalo sio kila mchawi anaweza kuingia kule. Kwa nini umungi ni nini, na kwa nini sio kila mchawi anaweza kuingia? Faida ya umungi ni nini? Umungi ni mungu fulani hivi ambaye anakuwa kwenye familia, ambaye huyo anakaa kwenye kile chungu. Kwa kila mauti ambaye itakuwa inakuja inampata yeye kule kwenye chungu, sio yule mwanachama. Kwa hiyo ni Mungu ambaye anaabudiwa kabisa. Ziko familia nyingi tu zimejiunga na hicho kitu. Yaani wewe unaishi tu mfi, ila mnamwabudu yeye kule. Kila mwaka mnafanya sadaka, ibada kule, mnasujudu na nini, kuna mapombe yanapikwa, kuna ngoma zinapigwa, kuna nini, yani hivyo. Na hata mimi nimecheza sana hizo ngoma. Ila umri ulikuwa bado hauruhusu kuingia kwenye iko chama. Inatakiwa na umri wa miaka mingapi? Usogee kidogo. Kuanzia miaka mingapi? Kuna umri ambao kama mimi nimeshuhudia mama yake bibi alikuwa ameingia, lakini akiwa umri umeenda sana. Kwa kwenye miaka labda 60 huko. Hapana, mbali sana huko. Chini ya miaka kwenye 40. Yani mtu anaweza kuingia umungi labda ashafikisha miaka 20, 22 na kuendelea. Lakini uwe ni mtu ambaye kwanza unafuata tamaduni zote za
hiyo familia yako, uwe unashiriki mila na uwe mtu ambaye umekubalika na ile miungu, ndio utaingia. Na ukiisha ingia sasa, ni mara nyingi inashindikana kutoka nje ya huo mkoa. Kwa hiyo hata kama utakuwa unatoka, lakini kuna kamkoba lazima usafiri nako, atakuwa kule ndani kwako, hata kama mtu amepanga chumba na mkoba wake uko kule. Kwa hiyo yule kazi yake ni kuhakikisha kwamba hamna mtu anakufa kwenye familia, wale ambao wanachama. Kwa hiyo hawa sasa wanaingia agano ambalo huwezi kufa mpaka waje kwenye kile chungu ambacho uliingia nacho agano, ndio akatengue kule na ndio ufe. Hicho ni kifo cha kawaida, lakini sio cha Mungu. Sasa wao ndio wanapanga ufe lini. Yani wao ndio wanapanga uondoke lini. Wako watu kule kijijini kule nilikotoka walikuwa mpaka wanaoza. Yani anaoza ndio anamaliza, jamani hapa alipofikia inatosha. Anaitwa yule mkuu, inafanya ibada usiku, asubuhi aenda kutengua. Wanapanga ufe saa ngapi. Yani kila kitu wanakuwa wanakipanga wao. Kwamba jamani hatujapata, tusubiri kidogo tujipange. Wanajipanga, kimaliza ndio wanatengua, biashara yako imeisha. Na ikitokea sasa ukiwa na chuki na mkuu, hata kama unauma malaria au homa, akitengua tu himo. Yani wewe unatakiwa uwe mnyenyekevu kweli kila wakati, na uwe unafuata maelekezo. Ukienda kinyume nao, yani hata kama hujaumwa, wanaweza kwenda kusema nao tu unakatika. Kwa hiyo wanakuwa wanakupangia kila kitu. Na unachagua sasa kwamba nafsi yako au roho yako ikae kwenye kitu fulani. Maana kuna wengine unakuta ni mti mkubwa, wengine unakuta labda ni kitu fulani, au ni mti mpapai, mwembe ambao umepandwa nyuma ya nyumba yake au sehemu fulani. Ni wewe unakuwa unachagua kwamba nafsi yako ikae kwenye kitu fulani, au ni kitu hicho ni kitu tu special. Sasa unajua hapo kuna vitu viwili. Kuna wale ambao wanaingia kwenye umungi kwa kile chungu kwa agano la mawe matatu. Mawe matatu. Na kuna yule ambaye anaingia kwenye umungi, lakini yeye agano lake sio kwenye mawe. Agano lake lipo kwenye mti. Yani kuna mti ambao unalindwa kabisa. Lakini yeye amepita kule. Yani yeye kwamba anapokea chochote kibaya au kizuri kutoka kwenye ule mti, kwa sababu ule mti ni yeye. Kwa hiyo unakuwa unamwakilisha yeye pale. Na ndio maana kuna miti miwili. Mti uliokufa na mti ambaye uko hai. Kuna wale ambao wanajifungia au unaweza kwenda kuwafungia kwenye mti uliokufa. Mti uliokufa ni upi? Yani jiti kubwa lakini limekauka, haliwezi kuzaa, haliwezi kuchipua, ni lipo tu lakini halikatwi. Hiyo ni kilinge ambacho kilichokufa. Ambako wanahifadhia sasa kule, ndio mauti za biashara, mauti za nini zinakaa kule. Yani kufa kwako kunatokana na huo mti. Kwa ibada zinafanyikia kwenye huo mti. Na kuna mti ambaye mti mzima ambaye ni ule sasa ambao unastawi na nini, ambaye na wenyewe pia unakaa ni unashughulika na maisha yako, lakini kuna mtu ambaye ndio unawakilishwa, unamwakilisha huo mti ambao uruhusiwi sasa kuukata wala kuudhufanya chochote kile. Na huo mti hata nyumbani pale upo mpaka leo na uruhusiwi. Na unajua sasa kilichofanyika pale ni kwamba ule mti umeenda kuoteshwa pembeni ya bwawa. Kwa hiyo umekuwa ni mkubwa. Afu serikali ndio wanaulinda kwa sababu ni chanzo cha maji. Kwa hiyo yani kivyo vyote vile wao hata washughuliki na ulinzi. Na uwezi, kwa sababu ni jiti ambalo limekuwa. Siku moja kama tutapata nafasi kwenda kutembea Morogoro, tutaenda utaona lile jiti ni kubwa kweli. Halikatwagi. Bibi kazaliwa mpaka amekufa ameliacha. Na leo walilindi wao tena, lakini lina maginyi ya kila aina. Ndio mambo yenu yote yalikuwa pale. Kila kitu kiko pale. Vifungo vya watu, majina yanayowaingilia wanaume. Yani ukienda kulala kwenye huo mti unasikia la kuna ubaridi. Lakini hapo unaingiliwa, hapo unaacha damu, unaacha mafuta, unaacha nini, kila kitu kinapatikana huko ndani kwenye huo mti. Kila kitu kinapatikana pale. Hiki ni kikombe cha Gahawa. Leo ni pamoto sana. Mimi na Daniel Chacha tunazungumza vitu vingi sana. Yamkini na wewe hapo nyumbani kwenu au kijijini kwenu kuna huo mti, unajiuliza kwa nini huu mti babu wakati? Kwa nini huu mti bibi anaupenda sana? Kumbe una kitu special huo mti ambacho kiko hapo. Na kama mkiamua kutoa, basi inawezekana mambo mengi sana yakatokea kutokea hapo.
jini mahaba. Jini mahaba ni yule jini wa kutengeneza au ni yale majini ambayo yaliumbwa na Mungu, kwa maana yale majini yaliyoasi? Jini mahaba ni jini ambalo lenyewe halina shepu, ila linapokuja kwako ndio linamchukua mtu ambaye unafahamiana naye, ndio anavaa ile maumbile yake, sura yake, anakuja kama kijana, lakini ukimwona kwenye uhalisia, hata ukiangalia juu ana kiwiliwili. Lakini sasa hapo kuna mara mbili, kuna jini na kuna majini. Majini ni yale ambayo ukiyaona kama wanadamu, alafu majini ni yale ambayo yanatengenezwa na yanamnada pia yanauzwa. Kwa hiyo jini mahaba watu wamezoea kuita jini mahaba, lakini yale ni madudu ambayo yanatengenezwa, yana ambayo hayaji yenyewe kwenye uhalisia. Yakija kwenye uhalisia utaona unaingiliwa tu, lakini huwezi kumuona naye kuingilia. Lakini akija ili wewe mwenyewe uridhie na uachie kila kitu, anakuja kwa mtu ambaye wewe unahisia naye, ndio anavaa ule muonekano wake, ndio anakuja nao pale kwako. Yenyewe anafaidika na nini? Wale ni watu ambao wanataka mbegu yako nyeupe, ndio kinachotafutwa pale. Lakini wale ni watu pia ambao wanachukua nafasi za watu wako sahihi. Yani kwa mfano familia inasumbuliwa na kutokuolewa, lazima ujamaa awepo pale, ndio anachukua hizo nafasi. Kwa hiyo mtu akija akikuangalia na kuona ni mke wa mtu, na akikuona mke wa mtu maana yake hawezi kukufuata, ila wale ambao wanapenda wake za watu ndio wanakufuata. Ni agano kabisa ambalo la kutokuolewa kwenye familia, na hao ndio jamaa wanasimamia hao majini mahaba. Ndio wanacho kitengo chao. Okay. Na mwingine hauti anaingiliwa, ila tu apati wale watu sahihi ambao kumuoa. Hapo wanakuwa naye wanaye, lakini sio kukutana naye kimwili. Yani yeye amekaa tu kwenye nafasi pale, kapewa na kazi yake ni kukaa tu kwenye nafasi. Na kuna watu kabisa leo watamani kuolewa kwa sababu usiku wanamaliza shida zao zote kwa yule jamaa. Sawa. Kati ya majini, wale majini ambao ni majini walioasi, si ndio, ambao Mungu aliwaumba wakaasi, na wachawi, huwa wanakutana, na wakikutana inakuaje? Nani ana nguvu zaidi? Sasa kwanza pale kuna shirika kati ya bahari na kuzimu, ya nchi kavu au ya nyikani wanasema, maana kiporini au ile makaburini. Kuna uchawi wa shirika pale, na mruhusiwi kuingiliana, kwa sababu wale wenzetu kidogo wana uwezo ambao mkubwa, na wale hawakai huku, na unavyoona ile bahari ndio kwenye makao yao, wako kule chini kabisa, na kuna maisha kabisa yanaendelea na wanaishi, na kuna wazee kabisa kule na nini, lakini wale ndio wana nguvu kuliko wachawi, kwa sababu wale moja kwa moja wanao uwezo wa kukaa hapa wakanyoosha mkono kule, yani mita 100, 200, lakini mchawi atalazimika atume, yani utoke hapa uende pale usafiri, lakini yeye asafiri, anasafirisha tu mkono wake. Ila wote ni baba mmoja, wote baba yenu mmoja, na ndio maana amruhusiwi kuingiliana. Hamuingiliani kabisa. Kwa hiyo wewe mchawi kimuingilia yule, wale kuna wakati huwa tunasikiaga story kwamba huwa anakujaga duniani wakati mwingine anampenda mwanadamu, anaishi naye. Tunasikiaga hizo story, hatuna hakika kama ni kweli. Anaishi na mwanadamu kabisa, anampa mali, anampa utajiri, lakini yeye anakuwa ni jini kabisa aliyetoka baharini. Sasa maybe amempenda mwanamke, afu mchawi naye akaenda kumroga yule mtu, wanaweza kadhuriana na yule jini? Hapana. Kwanza kuna mipaka, kwa sababu mchawi wenyewe urogi mpaka utumwe. Yani kuna vitengo vyote vina mabosi, au fanyi mpaka uwe umetumwa. Kwa hiyo kuna kuwa na mawasiliano ya wakubwa wetu, na natumia hivi ili nieleweke vizuri. Kuna kuwa na wale mawasiliano ambao wao wanawasiliana, mimi na kazi yangu ni kupewa tu oda, nenda kafanye kitu fulani. Kwa hiyo wakishawasiliana kule, ndio unashangaa mtu yupo lakini hauruhusiwi kumgusa kwa chochote. Kwa wale wanawasiliana wakubwa na yale majini ya bahari, na viongozi wao, lakini so kwa sababu kuna wachawi wakubwa na majini ambayo yanatawala kule. Lakini hamna jini mzuri. Wote wakija kwako wana jambo maalum.
wanakuja kufanya, na hakujawahi kutokea upendo kati ya jini na mwanadamu. Hizi tunazosikiaga ameolewa na jini ameishi naye amempa mali, au huyu alioa jini lilimpenda sijui likamjengea majumba magari na nini. Ni nini kile? Sio upendo. Yani ile ni ashakuja ana tukio maalum, kwa sababu kuna mengine kwa wachawi haiwezekani. Kwa hiyo mnaomba kule, mnaenda kutoa sadaka zenu kule, mnapata kibali. Kwa anapokuja huku zile mali huwa hazidumu, ni za mpito. Wakishakamilisha majukumu yao wanaondoka. Wakishaondoka na zile mali zinaondoka, kwa sababu ni kopi, hauwezi kudumu na zile mali, ni za muda. Wakishakamilisha kile ambacho kimewapeleka pale, akishaondoka na mali zinaondoka zote. Kwa hiyo akaona amekuja juu na jambo maalum kaja kufanya, lakini hakunaga upendo. Na hivyo hata wachawi wanafanya kabisa. Akishakuwa anataka kufanya jambo kwako, atakupa kila kitu unachokitaka ili atimize mipango yake, na akishatimiza, akishaondoka na vyote alivyokuja navyo vinaondoka. Kwa hiyo hakujawahi kuwa na huo upendo, na wala hakuna uhusiano mzuri kati ya majini na wanadamu, kwa sababu wote bosi wenu ni mmoja na mnatekeleza maagizo. Majini wanatekeleza maagizo, maginyi wanatekeleza maagizo, na wachawi wanatekeleza maagizo. Kwa hiyo wote mnakuwa mpo kwenye kutimiza majukumu. Hawa wachawi wao kuzimu yao huwa ni ya nyikani, si ndio? Sasa kuna ile ya nyika ambayo inatumika na waganga. Kuna vile vifungo vya nyikani ambavyo vikishafika kule, kuna madhabahu ndizo ambazo kuna miti ile mikubwa, aidha mti uliokufa au mti wenye uhai ambaye ni ule mbichi, na kule ndiko mahali ambako kunaweza kumfungia mtu maisha yake kawa yako polini. Kwa wale watu wakija kukutafuta, kama ilivyo hali ya ule msitu, hawakuoni. Kwa hiyo ukifungiwa agano la kule, iwe afya yako, unaweza kuhangaika kiafya, lakini kumbe kifungo chako kimefungiwa kule. Alafu kuna kuzimu sasa, ambaye lango ni kaburi. Eneo la makaburi linakuwa kuna lango pale, ndio ardhi inafunguka pale, na mnaenda kule kuna maisha mengine kabisa. Kuna taratibu kama unavyoona serikali huku duniani, kwamba kuna mipaka, hapa na miliki fulani, hapa watawala fulani. Na nyika ina uhusiano na hizi wale wakuu wa anga wa giza, wana uhusiano wao, ambao wao ndio wanakuwa kama hapa Temboni labda kuna mkuu wa anga la hapa. Kwa kama kuna nyika hapa, kifungo chochote, taarifa wao wako nazo kule. Na ukitaka kufungua lango kuu pia kwenda kuzimu, taarifa lazima wawe nazo kule wao wa anga, na ndio wanakupa na ile kibali cha kwenda moja kwa moja. Kwa hata hizi anga hazitumiki hivi, zina sadaka zake kupita kuvusha chochote kile, ili kuletengeneza ule ustawi wa ile eneo ambalo linatawaliwa na huyo mkuu wa anga, kwa sababu kuna maendeleo ya kichawi katika zile idara. Kwa hiyo sharti amwezi mkapita hivi. Kwa mnapotaka kufanya chochote kile, lazima muwe mnashirika pale, mmetoa kitu kidogo. Alafu ndio baada ya hapo sasa mnaruhusiwa kufanya shughuli zenu. Kwa hiyo kuna nyika, kuzimu na yenyewe, na kuna kuzimu ya lango kuu. Ila kuzimu kuu kabisa ziko mbili, bahari na ile ya makaburini. Hizo ndo kuzimu kuu. Ndio kuzimu kuu. Zile ya nyikani ni kuzimu lakini ni ndogo. Na ndio maana hata ukienda hivi magharibi huku, lango lipo pia la kwenda kuzimu. Lakini nyika ni chache sana ambao zinatumika. Na kifungo cha nyikani ni kwa ajili ya kucheleweshwa tu. Ndio wanatumia sana nyika. Kwa hiyo nyika ni ndogo lakini kuu ni mbili, bahari na ile ya makaburini. Kuna sehemu tunaisikia iko kanda ya Ziwa huko. Ni sehemu ambayo imetajwa, imekuwa maarufu sana. Inaitwaje? Ni mji ambao inasadikika kwamba upo, wengine wanasema upo usiku tu, wengine wanasema ni mji ambao ni mji wa kuzimu. Wanazungumza vitu vingi sana. I think utakuwa unaielewa na ushawahi kusikia huo mji ambao tunasikia huko kanda ya Ziwa. Yaani ni mji wengine wanasema ni mji wa kichawi. Gambosh. Imekuwa maarufu sana Gambosh. Imekuwa maarufu sana. Kuna wengine wanasema ni eneo ambalo ukifika ni kijiji tu cha kawaida. Yaani ni cha kawaida. Wengine wanasema ni kijiji ambacho
yani si cha kawaida. Yani kuna sehemu ambayo ni lango tu, ukiingia kwenye hilo lango uko unaenda ni kuzimu, sijui kuna magorofa, sijui kuna manini, lakini ni kijiji tu. Wengine ambao wanasema kiko kawaida tu, wanasema kiko mkoa wa Simiyu, wengi wamekuwa kizungumza hivyo. Ushawahi kwenda au ushawahi kusikia habari zake? Hicho kijiji ambacho nakiongelea hata Morogoro kipo. Uko kote umeenda mbali sana. Yani ukikitazama kama ni watu wanaishi, lakini kuna mlango hapo wa kuingilia. Kwa hiyo hicho kijiji kipo na kinafanya hizo shughuli. Lakini ukienda kawaida hivi kama una nia nao mbaya, utaona ni kijiji watu wanaishi. Lakini kama unaenda kwa mipango yako tofauti, lazima utaule mji usiukute pale. Na hata Morogoro ipo. Kwani ukisikia Kolelo unafikiri maana yake nini? Kolelo ni eneo ambalo kuna lango. Huko watu hawaingii kutanguliza uso, wanaingia kutanguliza kisogo. Lakini ni kijiji ambacho watu wanaishi. Na ukifika ni kijiji, lakini ndani yake ndio kuna kijiji kabisa kinaitwa Kolelo. Na kijiji yani kama ilivyo Kimara, ilivyo na hivyo, na serikali inakitambua kabisa ni kijiji kinaitwa Kolelo. Kinatambulika kabisa. Lakini ndio kina hizo njia za kwenda. Na nafikiri tunavyo vitaja, inawezekana kuna mtu akaenda kutafuta hicho kijiji, lakini mimi nimhakikishie tu kwamba uko daraja lako kama ni dogo hata uwezi kuingia. Na wala uwezi kwenda kwa shida kutafuta siyo nini, kwa sababu hata ukitaka mtoto labda kwa mfano ambaye wala anatafuta kwa waganga, usijisumbue kwenda Kolelo. Kwa sababu mawakala ambao wanaingia Kolelo ni wachache. Na ukienda wewe na shida zako utaishia nje tu, hata ndani usijue kinachoendelea. Na ukienda unaweza kutana kijiji tu cha kawaida, na wao watakuwa na kushangaa, vipi mganga, mbona hapa hamna mganga? Wanakushangaa kabisa. Na wananchi wa pale wote wanakuwa ni wachawi au ni wananchi wa kawaida lakini wachawi ndio wanafanya shughuli zao pale? Yani hicho ni kijiji ambacho kinatawaliwa na wachawi. Kwa walioko pale wote wako chini ya hiyo uchawi. Yani wako chini ya huo utawala. Na ni eneo ambalo lina makutano na nini, na zinakuwa na sherehe zake. Kwa hiyo hivyo vijiji viko vingi tu ambaye ndio malango. Ni eneo ambalo kuna milango ile mikubwa ambayo ya kuingilia. Huko kama mganga una daraja dogo pia uwezi kwenda. Ni mganga ambaye wewe umesoma uchawi na umesoma pia uganga. Wani uganga wako sio maelekezo. Uwe uganga ambao ni moja kwa moja umeanzia kwenye uchawi. Uganga wa maelekezo huwezi kufika huko. Kabisa kabisa. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanatumika mara mbili. Ukiangalia huku duniani hata serikali inatambua kuna kijiji. Lakini ni maeneo ambayo yanatumika kinyume na vile ambavyo sisi au watu wa kawaida wanavyotazama kwa macho ya nyama. Nina mawili ambayo tutamalizia kwa leo. La kwanza nataka nijue kwa nini mtu akichukuliwa msukule anakatwa ulimi. Hilo la kwanza. Nataka nijue kwa nini huwa anakatwa ulimi. La pili, ukinijibu hilo nitakuuliza swali lingine la pili. Kwanza hatua ya ulimi ni hatua kubwa sana. Kwa sababu kuna masikilizio pale. Kwa hiyo ulimi haukatwi tu kufumba na kufumbua. Ulimi unakatwa baada ya masikilizo. Yaani washasikilizia kwamba familia imetulia, hakuna anayehangaika. Lakini ukiwa mhangaikaji kama hivi kwenye maombi na nini, unawafanya watu waendelee kusubiri. Kwa sababu wale wenyewe bado wanafanya, lakini wakati mwingine hawana nini? Hawana uhakika. Kwa hiyo mnasubiri kama hali yao imekaa vizuri na imetulia, basi mnakata ule ulimi. Na ukishakatwa ulimi ndio biashara imeisha. Yani ndo basi tena. Na wale wote wanayechinjwa ni wale ambao washakatwa ulimi. Kwa hiyo yani hawezi kusema yeye anapoenda sawa tu. Kwa hiyo hatua ya ulimi ni hatua ambayo ni kubwa sana. Na kwa nini anakatwa ulimi? Lazima ukatwe ulimi kwa sababu maisha yako yameshabadilika, sio mwanadamu tena. Unaishi maisha ya mnyama. Kwa hiyo hata wale watu wanaokwenda kukutoa sadaka au kuoni kama ni mtu, wanakuona kama ni mnyama tu. Sasa sio umesha kutofahamu ulimi wa nini, unahusiana nini ulimi? Kwa nini ulimi? Kwa nini wakuache macho, wakuache vitu vingi watoto ulimi? Ulimi lazima utolewe kwa sababu ulimi unaweza kusema wakati wowote. Hata wale ambao wanaona wamekata kauli ni ulimi umechukuliwa. Sio wamekata kauli kwamba yani ule ulimi ambao wa kumfanya yaongee unakuwa upo. Ila ulimi ule mzito anakuwa yuko nao pale. Kwa ulimi unakuwa au inuki. Sio ulimi wenyewe. Kwa hiyo hatua ya ulimi ni kubwa. Hata huku unaona kwa mfano huku kanisani kule
kwa kuhani Musa pale. Unasikia kuna watu wana matarajio kwamba ndugu zao watarudi. Kama watakazana ni kweli watarudi. Kwa sababu gani? Mimi nakumbuka siku moja tulikuwa kwenye sherehe kule kuzimu, tulikuwa tunasherehekea mwenzetu anapanda cheo. Hiyo siku ilikuwa nimetokea ni hatari. Sio kimbunga, sio upepo ule wa kuzunguka, uliharibu vitu vingi sana. Alafu katikati ya ule upepo ndio kulikuwa na sura ya kuhani Musa. Lakini ilikuwa ni 2017, mwishoni kabisa kule mwisho wa mwaka ilikuwa 2017. Lakini wale wao wanaangalia kwamba unafuatiliwa na nani. Kama unayekufuatilia na nguvu kuliko wao, watu kifanya kuna kuwa na yale masikilizio. Kuweza kukuta ndugu yako ametolewa lakini hajakata ulimi mpaka leo anaishi. Lakini yuko kule kule. Kwa sababu wakila wakiendelea kupima bado kuna eneo mnakuwa mnazidiwa. Kwa kama mnazidiwa mruhusiwi kushiriki chochote, ila mtakachokuwa mnachofanya ni zuio asije akaondoka na kuwa chini ya ulinzi. Kwa hiyo wale watu ambao wanakuja kwa kuhani Musa wanakuwa na yale matarajio ya kwamba watarudi na picha zao, majina, atarudi. Kama wanakazana kweli inawezekana kurudi. Kweli kabisa. Hata kama ni miaka mingapi imepita, inawezekana kurudi. Madam tu mmechukua maamuzi pale pale. Yaani kwa mfano wewe ndugu yako amekufa mazingira kutatanisha. Unapokuja tu kule kanisani kwa ajili ya kumuunganisha na ile madhabahu. Manake moja kwa moja wale wakiangalia kwenye ripoti yao wanaangalia ndugu anahangaikia wapi. Sasa huku hamnaga rushwa. Kwa sababu ukienda kwa mganga tu anapewa rushwa. Kwa sababu ni mwanachama mwenzao na nini. Kwa hiyo akifika pale kwamba bwana huyu mtu tunaye na tuna kazi naye. Ila bado kama huyu mtu anasumbua tuhifadhi nywele zake na kucha zake. Wakishachukua nywele na wewe mwenyewe unayefuatia unajikuta unapuuzia, kumbukumbu zinapotea, unaacha, ndio biashara imalizikia hapo. Lakini huku sasa huwezi kutoa rushwa. Kwa sababu huku hakuna wao wanayemtawala, huku wao wanatawaliwa. Kwa hakikazana ndugu zao wanarudi kabisa. Mimi nina uhakika. Mimi nimeshiriki matukio mengi na nimekula watu wengi na nimekunywa damu nyingi sana. Na mimi nimeshiriki matamasha mengi sana ya kuzimu. Tumezunguka sana Tanzania na nje ya Tanzania. Hakuna Tanzania hii kanisa ambalo lilikuwa linatusumbua na wakati huo bado halijulikani kama kanisa la kuhani Musa. Mimi simpigi debe kuhani Musa, lakini naeleza kile ambacho mimi nimekishuhudia. Zambia, Malawi, Kongo. Mimi sijawahi kufika Marekani kwa mwendo wa kawaida. Na hakuna safari ngumu kama ya Marekani. Kwa sababu mnafika sehemu lazima mfanye kituo, msubiri majira yabadilike. Yaani ni safari ambayo ina gharama, lakini mimi nimefika. Nimefika. Lakini leo kiniambia niende siwezi kufahamu. Na huko kote hakuna mtu ambaye hajui madhabahu. Kabisa. Hakuna, wote dunia nzima. Na mimi ndio maana ile kanisa naliheshimu sana. Ingawa wakati mwingine kama binadamu kuna wakati kama vile una moyo unachoka hivi kwa sababu ya aina mazingira ambayo unakutana nao, watu wanakubagua, hata ukiwa mtumishi au kuamini kama kweli umepona na nini unasukumwa, lakini mimi nisiwezi kukimbia ngomeni. Yaani hata kama watanisukuma kiasi gani, lakini nitaendelea kubaki kwa kuhani Musa. Hata kama nitaambiwa nikae kwenye kiti, niwe muumini, niko tayari. Kwa sababu kwa aina matukio ambayo nilifanya na dini ambayo niliacha, mimi kama naacha hadi kanisa siwezi kuchukua raundi. Mimi nakufa. Wanakuondoa. Yaani siwezi kutoka nje hadi kanisa. Na ndio maana nimekuwa na jitihada kweli kwenye kutafuta uso wa Mungu hapa. Na hizi hata ninavyosimulia wakati mwingine nazalisha magumu zaidi ndani ya kanisa, kutengwa na kubaguliwa. Lakini mimi huwa ninachoangalia ni heri nikasema kile ambacho Yesu amenifanyia, alafu niendelee kulindwa kuliko kunyamaza kwa kuogopa watu ambao na wao kuna muda ikifika wanalala. Kwa hiyo kanisa hili linatambulika dunia nzima. Na ukisha kuja hapa usifikiri kwamba uko sehemu ambayo nataka ufanye masiara. Kama unaomba kweli,
ni kanisa ambalo linaangaliwa na dunia nzima. Ndio kanisa pekee duniani linalosumbua sasa hivi kuzimu. Kuliko baki kote ni baridi tu, wala hamna shida. Naweza mkamchukua mtu yuko kanisani na uko na sana, ibada inaendelea, mnauchukua mnaondoka naye. Lakini kutoka huko ndani ukishaingia ni ngumu. Ndio maana watu wanakamatwa. Yaani huku huwezi kuruka. Lakini makanisa mengine unaweza huku unaongozwa neno, mtu ameshaondoka. Hayupo. Na sisi tumefanya hizo kazi sana kwenye makanisa ya watu kabla hatujakutana na Yesu akwani Musa. Kwa hiyo mimi ninachokisema ninakanavyo, na viko vitu vingi sana ambavyo mimi naweza kueleza ambavyo nimeviishi na nimevishiriki. Sio tu kwenye hilo eneo, hata ukiniuliza uchumi wa mtu mpaka unakufaje, ninaweza kukuambia mwanzo mpaka mwisho. Hata ndoa ya mtu inakufaje, mtu anawezaje kutoka hapa akaenda kuzimu na akaishi huku. Mimi nimepita kwenye mazingira. Mimi nimeingia 2007. Nimekuja kutolewa wanakuwa ni Musa 2018 19. Kwa hiyo hamna mazingira ambayo mimi siyajui. Hakuna. Mimi hata kama mtu anakamatwa kanisani nakwambia kabisa udaraja lake ni hili, kwa maelezo yake udaraja lake ni hili. Huyu kwa hivyo anavyosema huyu hajapita bado huku, huyu bado, huyu ndo anaanza, huyu hapa alipofika tayari kashakoma, huyu hajakomaa bado. Kwa hiyo yani hivyo. Lakini kwa uchache tu ndugu mtangazaji, kwamba mimi namshukuru Mungu kwa hapa ambapo nimefika. Lakini kuna safari ndefu sana sana. Tutarudi siku nyingine kwenye uchumi, tutarudi siku nyingine kwenye namna ambavyo mtu anaweza kuishi kuzimu. Uchumi imekuwa ni kilio cha watu wengi sana. Ndoa imekuwa ni kilio cha watu wengi sana. Watu hawaelewi kinachoendelea. Lakini kingine ambacho nitaka kujua kwamba mtu anaweza kachukuliwa msukule na akatumikishwa kama mtu aliyekufa ingali hajafa. Yaani akapotea tu. Yaani kuna wale unakuta ndugu yenu alipotea tu na hamjui alipo. Alafu kumbe amechukuliwa msukule. Yaani amepotea tu, hajafa, ila amepotea tu miaka na miaka. Yaani ndo kapotea tu. Alafu kumbe ni msukule. Inawezekana? Inawezekana. Na hata huo ndo mfumo ambao mimi nilikuwa nimeandaliwa mara ya mwisho. Kwamba mimi sikutakiwa kwenda kupitia kaburini. Nitakiwa nipotee. Ndio maana niliugua kichaa miaka 2. Nimeugua kichaa. Na ndio chanzo cha kufika kwa ni Musa. Kwa ule ni mfumo ambao unatumika kwamba unaonekana umepotea lakini unaishi, na ni msukule ambao upo unaishi na uishi huku, unaishi kuzimu moja kwa moja. Lakini mfumo ambao unatumika ni wa kukupoteza machoni pa watu. Hata mimi ndio mfumo ambao nilikuwa nimeandaliwa, kwa sababu na wale wanaangalia wakishaona mtu amemtengeneza kwa muda mrefu na nini, huwa wanaangalia namna ya kumlinda, kwa sababu yale kumfanya mtu mpaka afike daraja kubwa, gharama ni kubwa sana. Kuona wao wanaangalia kama mtu amemtengeneza kwa muda mrefu au ampitishi makaburi, kwa sababu ukipitishwa makaburini tena huwezi kufanya zile kazi kwa ule usahihi. Ile njia inakuondoa kabisa fahamu za huku. Kwa hiyo ukipitishwa njia ya kupotea, maana yake utakuwa unatumika kule, unatumika na huku duniani vile vile. Kwa lazima utumie njia ya kukupoteza ili usipitie makaburini, upite njia nyingine ambao unafika sehemu wanakuchukua. Kama mimi nilitoka Dar es Salaam kwa mguu, nilikamatiwaga Morogoro kwa mguu. Kwa mguu nimetoka Tandale. Kipindi nilikuwa naishi Tandale kwa tumbo. Nikatoka pale nikakamatiwaga Mdaula pale. Lakini ile safari watu walipanda basi. Mimi nilikuwa wanaona kama natembea kwa miguu, lakini sikuwa natembea kwa miguu. Ile ndio ilikuwa safari yangu ambayo sasa ndio naondoka. Kwa hiyo baada ya pale, kama Mungu asingeniinulia mtu ambaye aliwahi kuishi Dar es Salaam akaniona kule Mdaula, maana yake ilikuwa biashara, kwa sababu mazingira ambayo kupotelea ni mazingira ambayo watu utakuwa unaishi lakini hawakujui umetoka wapi. Kwa hiyo sharti uhamishwe kabisa eneo ambalo wewe unatambulika. Unapelekwa sema ambao watu au kujui. Kwa hiyo wakikuona ni chizi tu lakini kumbe uko unatimiza majukumu yako. Kwa hiyo ni njia ambayo inatumika pia kwa ajili ya watu wote. Swali langu la mwisho kabisa kwa leo, kabla hatujaenda break na kupisha session nyingine ambayo tutakaa pamoja. Tunaonaga shanga kwa waganga wa kienyeji. Shanga zina maana gani? Shanga ni kifungo ambacho ni cha kiagano. Ukifungiwa shanga zina rangi 7.
ni ile tunguli ndogo kabisa, ile ambayo ya kuvuta mizimu ya ukoo ya watu kuja ndani ya mwili wa mganga kuja kuzungumza. Ukifungiwa shanga rangi moja, kama kwa mfano ni umevaa shanga nyekundu, shanga nyekundu ni agano lako wewe. Kuna ile mzunguko ile ya kina mama, ile mzunguko nafikiri unajua. Sasa ule mzunguko kuna uhusiano na zile shanga ambazo mtu anavaa kwenye mwili wake, na kama akivalishwa nyekundu, manake ile mzunguko wako wewe moja kwa moja unapita kwenye mifereji yao. Kwa ile shanga inakutengenezea wale watu ambao uliandaliwa, ambao watakuja kuchukua ile damu. Kwa wao watakuja kwa sababu ya agano la ile shanga ambayo umevaa kule kiunoni. Ukivalishwa shanga nyeusi labda, manake kuzimu yote mwakilishi wao ni wewe kwenye mwili wako. Kwa hiyo mwili wako wewe hapo ndio ambao utakuwa moja kwa moja una uhusiano na kuzimu. Kwa hiyo wakitaka kuingia kwenye kwako, mmoja yote ambaye anataka kuja kwenye maisha yako, anaamsha kama anataka kupitia kwa mganga wa kienyeji, anaamsha usila ambao utakuwa ndani ya tunguli moja. Jina lake limenitoka tu kidogo, nafikiri nikikumbuka ni muda mrefu kidogo tangu nimetoka huko, ambaye ndani yake ndio kuna huo usila ambaye watu wakichanjwaga wanachovya kule ndani afu wanakupaka pale kwenye ulipochanjwa. Kwa hiyo wewe utakuwa unatembea na hiyo agano la kutaka kutawaliwa na kuzimu kupitia shanga nyeusi. Lakini ukivaishwa shanga labda nyeupe, na watu wako nyeupe, kuna nyeupe ile ya mkono kidanga. Nyeupe ya mkono kidanga ni kuna mzimu mmoja ambaye kule nyumbani bibi alikuwa nao, anaitwa mwana useja, ambao huyu lazima uvae ili ndio akae kwako kwenye mwili wako. Usipovaa hawezi kukaa. Kwa hiyo ili aje afanye kitu lazima uwe na hiyo shanga kwenye mwili wako. Kwa hiyo ziko shanga rangi nyingi ambazo ukizivaa kwenye mwili zinaashiria watu kukaa kwenye mwili wako ni watu wa aina gani. Hiyo kwenye mkono, hiyo sehemu nyingine yote ya mwili. Na nikizikuta shanga kwa mganga zimevingishwa kwenye kibuyu, ni ambazo pia ni shanga ambazo zile kuna watu wameshavaa tayari na agano lao ndio liko pale. Lakini hakuna uchawi bila shanga. Lazima shanga ziwepo ndio zinakamilisha ile nguvu, kwa sababu shanga ni rangi ambayo hata kama itatokea haiwezi kufutika, tofauti na rangi ambazo zingine zinaweza kukaa baadaye zikapotea. Ile haipotei, ni shanga ambayo inatunza maagano. Kwa lazima tunguli iwe na shanga, ila tunguli ya kubebea nafsi za watu ndio zina vitambaa, ambayo wana ukoo, wana familia, sio nani mnakaa kule ndani, ndio kuna kuwa na hizo shanga. Na mimi nina vile vitambaa ambavyo vimefungwa kwenye ile, na inakuwa ni kubwa. Chochote ambacho ukitaka kumuita hapo, wewe umekuja unataka nikuitie, unakaa kwenye hicho kigoda ambacho ni miguu mitatu, sharti hiyo miguu mitatu, au kwenye mti unawekwa unanyoosha miguu, afu unawekwa juu, anaitwa mtu fulani, njoo, afu ikipulizwa tu kule mwili wako, nafsi yako, akili yako unachanganyikiwa, unamwaza mtu fulani tu, yani unamfikiria yeye tu muda wote. Asante sana Daniel Chacha. Tutabaki kwenye hatua nyingine, tutazungumzia chuma ulete, tutazungumzia ndoa, tutazungumzia limbwata. Hapa vijana wenzangu wananifuta sana mashati ili swali wananiuliza sana, limbwata ni nini? Limbwata yani wanawake wanafanyaje mpaka kushika akili za mwanaume? Mimi nikushukuru sana kwa leo. Asante sana, na mimi asante kwa kunipa nafasi. Asante. Mimi ni Morris Kembo Mori K. Nikukumbusha tu kwamba Daniel Chacha kwa sasa ni mtumishi wa Mungu, hivyo kumbagua na kumnyanyapaa sio jambo jema, kwa sababu kila mmoja na mapito yake. Kuna wengine mlikuwa makahaba lakini Yesu amewapokea. Kuna wengine walikuwa majambazi lakini Yesu amewapokea. Kwa hiyo hata Daniel Chacha yamkini asingepitia kwenye uchawi huu mzito, labda asingemjua Yesu. Lakini kwa kuwa Mungu alimpitisha kule, alipitia kule, Mungu alikuwa na sababu ya kujitwalia utukufu kutoka kwake. Kwa hiyo tusimnyanyapae Daniel Chacha. Sasa ni mtumishi jamani, wanangomeni wenzangu. Roho ya upendo kama ambavyo baba yetu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha anatukumbatia, tuendelee kukumbatiana na sisi wenyewe kwa wenyewe ili kuendelea kujenga umoja na kujenga kanisa la Kristo. Mimi nikushukuru sana wewe ambao umekuwa pamoja na mimi. Naitwa Morris Kembo Mori K. Kwa leo hatuna la ziada, nikushukuru sana. Kwenye kikombe cha gahawa tunaweka break, tutarejea awamu nyingine tena. Asante.